Hivi unajua kwamba unaweza ukawa USA na upenda au ukawa na pesa, lakini pia pressure yako ikawa juu kuliko hapa nyumbani? Ni moja ya jambo ambalo wengi wamekuwa wakituuliza mara kwa mara juu ya changamoto ya pressure. Sasa hapa nitakuelezea kwa nini Waafrika wengi walioko Marekani huwa wana pressure ya damu mara kwa mara. Ni changamoto ambayo imekuwa ikitesa watu wengi. Kwa hiyo kama uko hapa lakini huko Marekani, basi fuatilia ni kwa nini watu hao wamekuwa na changamoto ya pressure kuzidi kwenye damu. Nikumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatilia channel yetu, basi usahau subscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Kama utakuwa na changamoto ya pressure, usipotibu mishipa, basi ni ngumu sana kuondokana na changamoto ya pressure. Wengi wamekuwa mkitumia tiba ambazo haziondoi chanzo cha tatizo kwa sababu hazitibu mishipa, ndio maana bado mnaendelea kuteseka na changamoto ya pressure. Kwa hiyo kama una changamoto ya pressure, niandikie kwenye comment neno pressure ili uweze kupata msaada zaidi. Sababu kubwa ambazo zinapelekea changamoto hii, ya kwanza ni chumvi na vyakula vya viwandani. Mara nyingi watu ambao wako ughaibuni wanatumia zile processed food mara kwa mara kuliko wanapokuwa nyumbani. Huku Afrika inakuwa ni changamoto kubwa. Unakuta chakula cha USA mara nyingi kinakuwa na chumvi nyingi sana kama sodium. Sasa kuwepo kwa chumvi nyingi kama sodium kunasababisha pressure kuweza kupanda. Kwa hiyo unakuta wanatumia burger, wanatumia pizza, wanatumia sausage mara kwa mara, huongeza maji kwenye damu. Sasa maji yakishaongezeka kwenye damu, kinachofuata nini? Pressure ya damu huwa inapanda kwenda juu kabisa. Hiyo ni changamoto ya kwanza ambayo wanakumbana nayo watu wa ughaibuni, ni chumvi na vyakula vya viwandani ambavyo vimekuwa kila mara kwa mara. Hiyo ni sababu namba moja ambayo wengi sasa mnatakiwa muifahamu. Sababu namba mbili ni stress za maisha ya ughaibuni. Ndugu yangu, unapoishi kwenye nchi ambayo inakuwa na utamaduni wake na wewe sio mwenyeji kwenye zile nchi, basi unaweza ukawa na changamoto, kwa sababu wengi wanapata kazi zinakuwa nyingi zaidi. Unafanya kazi nyingi zaidi, lakini pia kuna bills za kulipa, unatakiwa ulipe bills, unatakiwa ulipe kodi na vitu vinginevyo, lakini pia pressure ya maisha, kwa sababu ni sehemu ambayo haukuweza, sio wewe, sio utamaduni wako moja kwa moja. Kwa hiyo hii stress huwa inaongeza homoni ya cortisol, moja kwa moja inapanda. Sasa homoni ya stress homoni ya cortisol ikishapanda, basi inapelekea hizo stress inapelekea mishipa ya damu, inapelekea mzunguko wa damu kuweza kuwa mwingi zaidi. Sasa mzunguko wa damu kisha kwa mwingi zaidi, moja kwa moja inapelekea changamoto ya pressure kupanda kwenye damu. Kwa hiyo stress za maisha ya ughaibuni inakuwa ni changamoto. Bili ziko pale pale, lakini pia kazi ziko pale pale, lakini na pressure ya maisha mara nyingi huwa inapelekea stress. Sasa stress ikishapanda, moja kwa moja na pressure inapanda. Lakini jambo namba tatu, kukosa usingizi wa kutosha. Wafuatilieni sana watu hao wanaoishi ughaibuni, na especially wanaoishi Marekani na Canada. Mara nyingi wanakuwa na shift nyingi za usiku na wanafanya kazi overtime. Kwa hiyo unakuta mtu analala chini ya masaa 6. Kwa hiyo sasa mfumo moja kwa moja kudhibiti pressure huwa unaharibika. Na unapolala chini ya masaa 6, unakuta mtu anakuambia mimi natoka kazini saa 6 nafika nyumbani saa 8. Unakuta anatoka kazini saa 6 ana drive gari mpaka saa 8. Kwa hiyo yote huwa inapelekea pressure kuweza kupanda zaidi. Ndio maana wengi wamekuwa wakipitia changamoto ya pressure kuweza kupanda. Wengi wamekuwa wakituuliza inasababishwa nini? Inasababishwa kukosa usingizi wa kutosha. Wanafanya kazi kwa muda mrefu na wanalala chini ya masaa 6. Ni moja ya changamoto kubwa, na unapokosa usingizi wa kutosha, moja kwa moja kinga yako ya mwili huwa inakuwa chini. Kwa hiyo ni moja ya sababu kubwa. Lakini pia uzito kuongezeka haraka. Sawa, kwa sababu ya fast food, lakini pia kukaa kwa muda mrefu bila kufanya mazoezi. Sasa just imagine mtu anaenda kazini asubuhi, anarudi nyumbani usiku, na anafanya kazi siku 7, siku 7, yani siku 7 za wiki. Sasa hivi unafikiria huyu mtu atapata muda wa kufanya mazoezi? Hapana, hata upata muda wa kufanya mazoezi. Kwa hiyo unakuta fast food na kukaa kwa muda mrefu bila mazoezi kunasababisha mtu aweze kuongezeka. Sasa mwili unahitaji damu nyingi, moyo
moyo usukuma kwa nguvu. Kwa hiyo unakuta uzito ukishaongezeka unaongeza cholesterol. Cholesterol ikishaongezeka moja kwa moja ni rahisi sana kuwa na changamoto ya pressure. Mapigo ya moyo yataenda mbio, mapigo ya moyo yakishaenda mbio moja kwa moja utakuta pressure inapanda, kwa sababu tunasema kwamba kwa dakika moja moyo wako inatakiwa usukume lita 5 za damu. Ni jambo ambalo unatakiwa ulifahamu. Tunasema ni lita per minute, sawa? Lita 5 lita per minute inabidi isukume na iweze kupiga. Mapigo ya moyo kwa dakika moja inabidi yawe 60 mpaka 100 ngapi? Mpaka 100. Kwa hiyo unakuta sasa kuwepo kwa cholesterol unapelekea mapigo ya moyo kwenda kuwa chini. Ina maana kama kuna cholesterol, kuna mishipa, ina maana unafanya moyo wako uweze kufanya kazi zaidi ya inavyotakiwa. Kwa hiyo kuwepo kwa hiyo inasababisha pressure kuweza kupanda. Lakini pia ulisi wa Kiafrika ambao tunasema ni genetic sensitivity, moja kwa moja Waafrika wengi wamerisi salt sensitive, ambayo chumvi kidogo kwao huwa inaongeza pressure zaidi kuliko makabila mengine. Unakuta nchi za wengine sisi wengine wa Afrika wengi, sawa, Afrika wengi tumerisi salt sensitivity, na maana chumvi kidogo tu pressure inapanda, tofauti na wenzetu ambao wako ughaibuni kama Marekani. Lakini sababu namba 6 tunasema ni kukosa mazoezi. Hawa watu wanakosa mazoezi, unakuta wanakaa kwa muda mrefu, lakini pia mishipa inakosa resistivity. Ndio maana tunakwambia unapokosa mazoezi basi pressure yako inaweza ikapanda ghafla. Lakini pia kuendesha gari kali kila mahali, sio gari kali, kuendesha gari kila mahali, unakuta kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine inasababisha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine moja kwa moja unatakiwa utumie usafiri, tofauti na sisi ilivyo. Kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine uenda ukatembea kwa mguu. Sasa wenzetu unakuta wanatumia usafiri kwa muda mrefu. Sasa kutumia usafiri kwa muda mrefu moja kwa moja pia imekuwa ikisababisha pressure kuweza kupanda kwa watu ambao wako ughaibuni. Waafrika wengi ambao wako ughaibuni unakuta pressure inaweza kupanda. Lakini pia kukosa uchunguzi wa mapema, sawa, wengi huenda hospitalini tayari wakiwa na pressure imepanda. Kwa hiyo sasa unakuta insurance muda huzuia kupima mapema. Kutokuwepo wengi sana unakuta insurance inakuwa ni changamoto. Lakini pia kuna kitu kinaitwa language, uwezi mtu kwenda kujielezea. Hata sisi wa Tanzania sasa hivi ndio maana ukitaka sisi tupunguze mdomo, yani tupunguze kuongea sana, basi toa mada ijadiliwe kwa Kiingereza. Utakuja uone mambo mengi yatakayotokea. Sasa kukosa uchunguzi wa mapema ni moja changamoto ambayo imekuwa ikisababisha changamoto ya pressure kuweza kupanda zaidi kwa Afrika wengi ambao wako ughaibuni. Muda na insurance huzuia watu kwenda hospitalini mapema. Lakini pombe na sigara, wengi wamekuwa wakitumia pombe, wakitumia sigara. Pombe kwa sababu wengi wanakuwa na msongo wa mawazo, huongeza mapigo ya moyo kwenda mbio. Kwa hiyo unakuta unapovuta sigara huwa inakaza mishipa ya damu. Sasa hizo ndo baadhi ya sababu ni kwa nini watu walioko Marekani wamekuwa na changamoto ya pressure, na wengi sana wamekuwa hawajapata tiba sahihi kwa sababu bado hawajapata tiba za kuondoa chanzo cha tatizo. Kwa hiyo kama uko ughaibuni, hata kama uko Afrika una changamoto ya pressure, hakikisha unatibu unatibu changamoto mapema. Pressure huja mapema, lakini pia huleta haraka stroke. Kwa wale wenzetu ambao huko inakuja mapema, lakini inaleta haraka stroke na changamoto ya figo na moyo. Mara nyingi isiposhughulikiwa mapema kwa kuchelewa inaweza ikawa changamoto kila mahara. Sasa kama una changamoto ya pressure, basi tuandikie neno pressure hapo chini kwenye comment ili tuweze kuwasiliana zaidi. Kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau subscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Karibu na Mungu apate kukubariki.